Leo tarehe 8 ya mwezi wa 3 2026, tumeona vyema kama kanisa tutengeneze nafasi ya kuweza kushirikiana na wenzetu wa dhehebu ama dini ya Kiislamu kwa ajili ya iftar, lakini pia kwa ajili ya mawaidha machache kabla ya wakati wa chakula hicho cha kufuturu cha jioni. Nini ambacho kimetusukuma? Ukisoma maandiko katika kitabu cha Isaya, tunaamini ya kwamba mtu anapofunga basi ni vizuri kutenda matendo mema. Sisi tumeona wenzetu katika mfungo, wenzetu katika kujinyima. Kwa hiyo tukaona ya kwamba na sisi tuna nafasi nzuri ya kuweza angalau kupata nafasi ya kuweza kuungana nao katika kufunga kwao, lakini hasa basi kuwabariki, kushusha ile kiu, kushusha ile kitu ambacho wamekuwa nacho. Basi nasema tukae pamoja, tupumzikeni pamoja, tuwaombee dua na mwisho wa siku na wao pia waweze kumshukuru Mungu kwamba wamekuwa pamoja nasi. Kwa hiyo kinachotusukuma tu ni upendo, na hii sio mara ya kwanza. Tumekuwa tukifanya hivi mara kadhaa na tumejisikia furaha. Tunajisikia furaha kwa sababu hakuna mtu anayemtendea mtu jema ambalo hasikii furaha ndani ya moyo wake. Kwa hiyo limetuletea furaha kubwa. Tunatamani ya kwamba Tanzania iwe moja kama ambavyo tumeendelea kuwa wamoja. Sisi tunazungumza Kiswahili kati ya mataifa ambayo yana lugha moja. Kwa hiyo tunaomba tu ya kwamba tuendelee na umoja huu bila kujali tunaamini nini kulingana na vitabu vyetu vya kimaandiko. Wanaoamini katika maandiko ya Biblia, wanaoamini katika maandiko ya Qur'an, vyovyote vyote tunavyoamini, lakini vyote havitufanyi tuamini kwamba sisi sio wamoja. Kwa hiyo tudumishe umoja, tudumishe mshikamano, tudumishe upendo, na mwisho wa siku Mungu ndo anaridhia. Biblia inasema tazama ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja, ni kama mafuta yatiririkavyo katika ndevu za Haruni. Kwa hiyo sisi tumesema ya kwamba tutatimiza maandiko, tukae pamoja, tule pamoja kwa utukufu wa jina la Bwana. Lakini kama haitoshi, tumewapa wenzetu zawadi, zawadi za kujisomea vitabu vya Jipatia Amani Moyoni, ili basi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani waendelee kujipatia amani moyoni. Katika kusoma kwangu Qur'ani na Biblia na uelewa wangu kama matokeo ya kusoma vitabu hivi, mambo makubwa mawili niliyaona ya msingi. Jambo la kwanza, sisi kama waamini ambao ni wajukuu kiimani wa Nabii Ibrahim, la kwanza ni kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Lakini jambo la pili ni ibada. Soma Biblia yote, lakini msingi ni mambo haya mawili. Anasema katika Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mwenyezi Mungu anaeleza wazi malengo ya kutuumba sisi na kutuweka duniani ni kufanya ibada. Lakini hili ukisoma katika Zaburi, kuanzia kitabu cha Mwanzo kile, katika Zaburi pale ndio kumeelezewa masuala ya ibada. Daudi anaeleza nitakuabudu, nitafanya nini, ibada. Hizi mambo zingine Waislamu, Wakristo, sijui nini, ni yetu, sio ya Mwenyezi Mungu wala vitabu vyake. Kwa hiyo hili mlilofanya mmedhihirisha Ukristo kweli. Kwa sababu Ukristo sio imani tu. Ukristo ni kuyaishi matendo na maelekezo ya Nabii Isa ambaye amezungumzwa katika sura mbalimbali katika Qur'an. Lakini amezungumzwa sana katika sura mbalimbali. Sana kama umesoma Qur'an utaona sana. Amezungumzwa. Sasa katika hayo nitoe rai kwa Wakristo wenzetu wa madhehebu mengine, tufuate mfano huu wa kanisa la Adventista. Haya ndiyo tuliyofunzwa na Nabii Isa: umoja na upendo. Hatuwezi kuamrishana mema na kukatazana mabaya kama hatuna umoja. Unampata wapi? Unamfikiaje yule ambaye unataka kumwambia bwana ili unalifanya ni baya, acha? Ni lazima uzingatie mawili: uwe na upendo na yeye, lakini uhakikishe wewe na neno hili ndio unaweza kumsogeza bwana, uko wapi wewe, tuonane bwana. Sasa pale ulikosea. Sijui tunaelewana vizuri. Kubwa ambalo tunatakiwa kulifanya ndani ya somo zetu kuhakikisha kwamba tunaishi kwa mujibu wa maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kufuata maamrisho yake na kuacha makatazo yake, lakini kama ambavyo tunavyofanya juhudi ya kuishi na jamii vizuri. Ramadhani katika moja ya mafundisho yake ni kuishi na jamii vizuri. Ramadhani zote ndivyo ambavyo imekuwa ikituelekeza. Kwa
hiyo hili tunaenda nalo tena kwa asilimia kubwa, na ndio maana tuko hapa na tutaendelea kulifanya kwa sababu ndiyo maelekezo ya Uislamu, ndiyo maelekezo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ishi na watu, ishi na jamii kwa tabia nzuri. Kwa hiyo Ramadhani inatufundisha hivyo na tutaendelea kuwa namna hiyo, lakini pia hata baada ya Ramadhani tutaendelea kuwa namna hiyo, kwa sababu ndio Uislamu wenyewe. Uislamu, katika kazi kubwa ya Uislamu ni kufundisha maadili mema. Kama anasema bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, nimeletwa mimi kwa ajili ya kukamilisha maadili mema. Kwa hiyo maadili mema ndio haswa Uislamu. Maadili mema yakikosekana, Uislamu haupo. Kwa hiyo inshallah, Mungu atujalie tuyaishi haya maadili mema, tuishi na jamii vizuri, na hata baada ya Ramadhani kwisha tuendelee na mwenendo huo wa kuwa na maadili mema. Lakini jambo la pili ni kutoa shukurani kwa ndugu zetu wa kanisa la Sabato ambao kwa siku hii ya leo wametualika katika iftari. Baada ya kupata mwaliko wao, tukaona hakuna budi tukubali, kwa sababu Mtume anasema katika moja ya wajibu ni kuitikia wito. Kwa hiyo ndugu zetu wametuita, rafiki zetu, kwa ajili ya hii kiramu, tukasema basi ni vizuri tuitike wito huu. Na wao walifanya hivi au wanafanya hivi si eti kwa sababu labda maimamu, wazee wa Kiislamu, Waislamu hawana iftari. Hapana, Waislamu iftari wanao ya kutosha kweli kweli, tena ya kumwaga, lakini kwa sababu ya upendo, umoja, mshikamano, ikiramu, wakasema hebu tuwakirimu ndugu zetu Waislamu kwa siku hii ya leo. Kwa hiyo napenda kutumia fursa hii kwa niaba ya Waislamu wa Kahama kuwashukuruni sana kwa hii kiramu ya iftari na kuwapongezeni kwa moyo mzuri ambao mliokuwa nao, muendelee kuwa nao, na kama ambavyo na sisi tumetuambia kwenye Idi, basi tutaona na sisi tutafanyaje kiramu yetu katika Idi, ili mradi kwamba huu ushirikiano wetu uweze kuendelea. Na sisi jambo letu kubwa ni kuombeeni Mungu. Mtume anasema, man ata ilaykum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu fad'u la, yoyote atakayewatendeni wema basi muombeeni Mungu amlipeni. Kama hamna cha kumlipa, muombeeni Mungu. Sisi hatuna cha kuwalipa, lakini tunayo nafasi ya kuombea Mungu nyinyi, lakini na Watanzania wote kwa ujumla, aendelee